Mpendwa mwanafamilia wa Radio Maria Tanzania, sauti ya Kikristo nyumbani mwako, unayetufuatilia wakati huu kupitia mitandao yetu ya kijamii. Tukiendelea na ziara katika baadhi ya mabanda yaliyopo katika viwanja hivi vya maonyesho ya biashara maarufu kama Sabasaba. Leo tumepata nafasi ya kutembelea banda la Benki Kuu ya Tanzania, ambapo tutazungumza na mchambuzi wa masuala ya fedha kutoka idara ya kumlinda mtumiaji wa huduma ya fedha hapa BOT, Bwana Fanuel Kijoji. Karibu usafiri pamoja nami, mimi ni Joyce Mikwachu. Karibu. Bwana Fanuel, idara yako ya kumlinda mtumiaji wa huduma ya fedha inahusu nini hasa? Idara yetu ya kumlinda mtumiaji wa huduma za fedha inajihusisha na mambo mbalimbali, ikiwemo kufanya usuluhishi wa changamoto ambazo zinawakuta watumiaji wa huduma za fedha wanapokuwa wakitumia huduma za fedha, usuluhishi wa malalamiko ya wateja. Tunajihusisha na kutoa elimu ya fedha na kusimamia utekelezaji wa sera za utoaji wa elimu ya fedha nchini, na vile vile tunasimamia mwenendo wa masoko, hasa upande wa namna ambavyo watoa huduma za fedha wanawahudumia wateja wao. Kwa hapa Sabasaba katika maonesho ya mwaka huu 2026, ni huduma gani hasa ama elimu gani mmepanga kuileta kwa wananchi? Katika maonyesho ya mwaka huu tunawafundisha wananchi mambo mbalimbali, na moja mambo ambayo tumewaletea wananchi ni kilinganisha bei. Ni mfumo ambao tumekuja nao kwa lengo la kuwasaidia wananchi kuchagua huduma ambayo inawafaa na huduma ambayo ni nafuu kwao. Kwa hiyo ni mfumo ambao unapatikana kwenye tovuti ya Benki Kuu ya Tanzania, ambao unamsaidia mtu kulinganisha gharama, tozo na riba za mabenki. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo, mwananchi anaweza kujua huduma gani ambayo anaweza kuimudu na huduma gani ni nafuu kwake. Kwa yule mwananchi ambaye mara chache hutumia simu janja, anawezaje sasa na yeye kufuatilia ama huduma hii inamfikiaje? Kwa mwananchi ambaye anatumia simu janja ni rahisi sana. Akiingia kwenye tovuti ya Benki Kuu, kwenye tovuti ya Benki Kuu kuna page ambayo inaonyesha price comparator. Kwa sababu ile price comparator ndio inafanya comparison, inafananisha bei. Kwa hiyo atachagua benki anazozitaka, atachagua na huduma anayoitaka. Baada ya hapo ataweza kuona benki zote na gharama ambazo kila benki inachaji, na hii itamsaidia mtu kuchagua huduma ambayo inamfaa. Lakini pia mwanafamilia wa Radio Maria Tanzania na mwananchi ambaye kwa wakati huu anatufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii, je, huduma hii ambayo umeielezea hapa inaangazia zaidi mijini pekee ama hata vijijini pia huduma hizi zipo? Huduma hii ni mtu anaweza kuipata popote pale alipo, madam anao mtandao wa internet na anaweza kutumia simu janja, anaweza kutumia kompyuta. Kwa hiyo ataingia tu kwenye tovuti ya Benki Kuu, ataiona price comparator, then atafanya uchaguzi wa benki ambazo anazitaka na huduma. Baada ya hapo basi ataweza kuchagua huduma ambayo anaitaka. Katika hii miaka 60 ya maadhimisho ya BOT hapa nchini, nini unajivunia katika idara yako ya kumlinda mtumiaji wa huduma ya fedha kutoka hapa BOT? Najivunia vitu vingi kwa habari ya miaka 60 ya Benki Kuu. Kwanza kabisa, hii idara haikuwepo. Ni idara ambayo imeanzishwa mwaka 2022, na hii ni moja ya mikakati ya Benki Kuu kuhakikisha kwamba inawafikia wananchi kwa ukaribu zaidi. Naweza kusema hii ni idara ya wananchi kwa sababu kwa sehemu kubwa sana tunayoyafanya yanawagusa wananchi moja kwa moja. Kwa mfano, wakati mwingine mwananchi labda ameenda kutumia huduma ya kibenki au huduma ya mikopo, lakini akapata changamoto, na katika kutatua changamoto hakuelewana na yule mtu wa huduma. Benki Kuu inampa fursa ya kuja Benki Kuu kuleta lalamiko lake, na mwisho wa siku tunamsikiliza na mwananchi atapewa haki yake kwa kuzingatia vile vile wajibu wake. Na kitu kingine ambacho nilikieleza mwanzo tunachokifanya ni kutoa elimu ya fedha kwa wananchi. Kwa hiyo Benki Kuu imeamua kuchukua hili jukumu la kuhakikisha kwamba wananchi wanaelimishwa kuhusu huduma za fedha zinazopatikana Tanzania. Na hapa Benki Kuu inasimama kama secretariat wa Baraza la Taifa la Huduma Jumuishi za Fedha, kwa maana ya kwamba anashirikiana
na taasisi zingine za fedha pamoja na wasimamizi wa sekta ya fedha kuhakikisha ya kwamba tunatoa elimu ya fedha kwa ujumla wake bila kubagua kwamba hii ni benki, hii ni soko la fedha au hii ni bima. Lengo ni kwamba wananchi wapate elimu ya fedha kwa ujumla wake na vile vile kwa standard ambayo ni sahihi. Na mwisho wa siku mwananchi aweze kutumia huduma ya kifedha ile ambayo inamfaa na iweze kumnufaisha, aweze kupiga hatua. Na hii ndio maana halisi ya utekelezaji wa Dira ya Taifa 2050 ambayo inalenga kuhakikisha kwamba uchumi wetu unakuwa jumuishi. Kila mwananchi anakuwa sehemu ya uchumi wa nchi yetu. Kwa hiyo kwa kufanya hivi, kwa kutoa elimu ya fedha, kwa kutatua malalamiko ya wateja, tunawashawishi au tunawafanya wananchi wapende kuzitumia huduma za fedha kwa sababu ni salama na zinawanufaisha. Mwisho wa siku uchumi wetu unaenda kuchangiwa na mtu mmoja mmoja. Umesema pia mnapokea malalamiko ya mtu ambaye pengine hakuelewana na mtu ambaye alikuwa anapatiwa huduma ya fedha huko nyuma. Je, malalamiko hayo ili yatatuliwe ama yapatiwe ufumbuzi huwa inachukua muda gani? Inategemeana na malalamiko na ukubwa wake, lakini hatua ya kwanza mtu anapopata changamoto aidha ya huduma ya malipo au huduma ya kibenki, huduma ya mikopo, hapa namaanisha ya kwamba kwa huduma za kibenki yani mabenki, huduma za malipo yani mitandao ya simu na huduma za mikopo midogo midogo kwa maana ya kwamba microfinance. Hatua ya kwanza mwananchi anapaswa kwenda kulalamika kwa yule mtu wa huduma. Alafu ndani ya siku 14 anatakiwa ajibiwe. Hiyo ndio hatua ya kwanza. Na kama hatojibiwa ndani ya siku 14 basi ana uchaguzi wa kuja benki kuu. Maana yake anaweza kuja benki kuu kulalamika na sisi tukalipokea lalamiko lake. Au wakati mwingine amejibiwa ndio ndani ya siku 14 lakini hajaridhika. Ameona ya kwamba hajatendewa haki. Basi benki kuu inampa fursa ya kuja kuleta lalamiko lake benki kuu ili hilo lalamiko liweze kutatuliwa. Sasa swali la msingi ni kwamba ni namna gani mwananchi anaweza kufikisha lalamiko lake benki kuu. Ili kuhakikisha kwamba mwananchi anaweza kuleta lalamiko lake popote pale alipo Tanzania, tumekuja na mfumo unaitwa Sema na BOT. Huu mfumo pia unapatikana kwenye tovuti ya benki kuu. Vile vile unapatikana kwenye simu janja kwa maana ya Play Store kwa simu za Android na App Store kwa simu za iPhone. Kwa hiyo mwananchi anaweza kuleta lalamiko lake kupitia mfumo popote pale alipo na lalamiko lake litapokelewa, litatatuliwa ili kuhakikisha kwamba wananchi wanaendelea kutumia huduma za kifedha na wanaziona hizo huduma za fedha ni rafiki na zinawaletea manufaa. Yeah. Katika hii miaka 60 una ujumbe gani kwa mwananchi? Ukitazama pia upo hapa Sabasaba, unamwahidi nini mwananchi ama kitu gani mwananchi atarajie kutoka katika idara yako ya kumlinda mtumiaji wa fedha? Kuna vitu vingi sana ambavyo tunaweza tukazizungumza kwa ajili ya kuwaasa wananchi. Kwanza kabisa wananchi waendelee kutumia huduma za fedha wanapofanya miamala au huduma zingine ambazo zinapatikana kama huduma za account, kuweka akiba na vingine. Na vile vile kwenye kutumia hizo huduma za fedha basi wajitahidi kutumia huduma za fedha kutoka kwa watoa huduma ambao wamepewa leseni na Benki Kuu ya Tanzania. Na akitaka kuwafahamu hawa watu ni rahisi. Akitaka kufahamu hizi taasisi ni rahisi. Akienda kwenye tovuti ya Benki Kuu utaona kuna listi ya taasisi za fedha ambazo zimepata leseni ya Benki Kuu. Kwa kufanya hivyo atakuwa amejiepusha na kadhia ambayo inaweza kujitokeza kwa kutumia watoa huduma za fedha ambao hawajasajiliwa. Tunafahamu kwamba kuna baadhi ambao huwa wanatoa huduma za mikopo, lakini wanatoa huduma za mikopo kiolela, hawafuati taratibu za kutoa mikopo. Mwisho wa siku mwananchi akishindwa kulipa ile mkopo hawafuati ule utaratibu ambao tumewapatia wa namna ambavyo inabidi warudishe ule mkopo wao. Kwa mwisho wa siku wanatumia njia zisizofaa kama kuuza dhamana za watu bila kufuata utaratibu, wakati mwingine wanadhalilisha watu. Sasa ili mwananchi asifike katika hatua hiyo, huwa tunawashauri watumie huduma za fedha kutoka kwa watu wa huduma ambao tumewapatia leseni. Lakini ikiwa kama kuna mtu ambaye anatoa hiyo huduma mtaani lakini hajapata leseni, tunaomba wananchi waripoti kwetu. Na sisi tutawachukulia hatua hao watu ambao hawajasajiliwa au hawajapata leseni na wanatoa huduma za fedha mtaani. Basi mimi nikushukuru sana, nikutakie majukumu mema. Okay. Nashukuru sana. Karibuni sana Benki Kuu ya Tanzania. Asante, karibu pia Radio Maria Tanzania. Asante.
Mpendwa mwanafamilia wa Radio Maria Tanzania, sauti ya Kikristo nyumbani mwako, ni kushukuru sana kwa kusafiri pamoja nami katika kipindi, na ambapo leo tumetembelea banda la Benki Kuu ya Tanzania. Na kuzungumza na Bwana Fanueli Kijoji, mchambuzi wa masuala ya fedha kutoka idara ya kumlinda mtumiaji wa huduma ya fedha kutoka hapa BOT. Mimi ni Joyce Mikwachi, nyuma ya kamera ni John Albert Samki. Asante.